Kwanza nianze kwa kuwashukuru sana Watanzania wote ambao wamekuwa wanafuatilia kesi hii ya mwenyekiti wetu ambayo inaendelea katika Mahakama Kuu mahali hapa Dar es Salaam. Ninawashukuru sana wale wanaofuatilia kwa njia mbalimbali. Ninawashukuru wale ambao wamekuwa wanakuja katika viunga vya mahakamani hapa, na kwa kweli inatia moyo, inamtia moyo hata na mwenyekiti mwenyewe, na hasa katika kipindi hiki ambapo anajitetea, amechukua jukumu la kuwa wakili mwenyewe, kwa maana ya kujitetea mwenyewe. Kwa hivyo ninawashukuru sana Watanzania wote kwa kufuatilia shauri hili. Jambo la pili ambalo ningependa kuzungumza nanyi ni kuhusiana na swala la makamu mwenyekiti wetu wa chama, Mheshimiwa John Heche. Tutakumbuka siku ya jana tarehe 22, makamu mwenyekiti wakati anaingia katika geti la Mahakama Kuu hapa alikamatwa na kuwekwa kwenye mikono ya jeshi la polisi, na alipelekwa moja kwa moja mpaka Central Police. Na kwa taarifa tulizozipata baada ya mawakili wetu kwenda wakiongozwa na mkurugenzi wetu wa sheria na haki za binadamu, wakili Gaston Garubimbi, akiwa na wakili Maduhu na wengine, walipofika pale walijulishwa na Deputy ZCO Afande George kwamba ni kweli wamemchukua na kwamba wanamsafirisha kuelekea Tarime Mara, mahali ambapo walisema ndipo shauri lake lipo huko. Kwa hivyo jeshi la polisi walituthibitishia kwamba mwenyekiti wetu, makamu mwenyekiti wetu amesafirishwa kuelekea mkoani Mara. Lakini hadi hivi sasa tunavyozungumza, yakiwa yameshapita masaa 24 sasa, hadi hivi sasa tunavyozungumza, tumefuatilia pale wilayani Tarime, tumefuatilia mkoani, mawakili wetu wamekwenda kufuatilia na kuuliza iwapo Mheshimiwa Heche amefikishwa. Mpaka muda huu tumejulishwa kwamba hajafikishwa mkoani Mara wala kwenye kituo chochote cha polisi wilayani pale. Na tumejaribu kufanya bidii sana ya kuwatafuta baadhi ya viongozi wakuu wa jeshi la polisi bila mafanikio, lakini OCD wa pale Tarime pamoja na RCO kwa majibu yao waliwaeleza mawakili wetu kwamba wao hawana taarifa yoyote wala hawana shauri lolote ambalo wamelifungua linalohusiana na Mheshimiwa Heche kutakiwa kupelekwa mkoani Mara. Hawana taarifa yoyote wala hawana shauri lolote. Jambo hili likatupa wasiwasi, likatoa wasiwasi kwa wanasheria, mawakili wetu waliokwenda, na likatengeneza wasiwasi hata kwa familia ya Mheshimiwa Heche na familia ya wanachadema nchi nzima, na wapenda haki, wapenda mageuzi na wapenda haki nchi nzima. Jambo hili limeanza kutupa wasiwasi. Mtafahamu mapema leo mkurugenzi wetu wa mawasiliano na uenezi Madam Brenda kwa niaba ya chama alitoa taarifa kwa umma kuelezea jambo hili. Nami nichukue fursa hii sasa kujulisha umma kwamba hadi hivi sasa tunavyozungumza hatujui Mheshimiwa John Wegesa Heche, hatujui yuko wapi. Aidha yuko Dar es Salaam, Central Police, Oysterbay, hatujui yuko wapi, au yupo Singida, au yuko Shinyanga, au yupo Mwanza au Dodoma, au yuko Tarime. Hatujui yuko wapi, hatufahamu, hatuna habari yoyote. Hatujui kwa habari ya usalama wake, uzima wake, na polisi Central hapa wao wanasema hayupo, maana ameelekea Tarime, na Tarime wanasema hawana jambo lolote linalomhusu yeye. Kwa hivyo na wao hawajui yuko wapi. Kwa hivyo kutokana na mtanziko huu, basi ofisi ya katibu mkuu imewaelekeza mawakili wetu wakiongozwa na mkurugenzi wetu Gaston Garubimbi waandae habeas corpus kuzilazimisha mamlaka tofauti tofauti ambazo tumeliorodhesha, na tukimtaka afande IGP mwenye dhamana ya ulinzi wa watu na mali zao, afande Camillus Wambura, kwamba tunataka kujua alipo makamu mwenyekiti wa chama chetu ambaye alikamatwa hapa mchana kweupe
na ambaye tulielezwa na mamlaka ya Jeshi la Polisi kupitia Deputy ZCO kwamba yupo kwenye mikono yao na kwamba amesafirishwa kuelekea mkoani Mara ambako hayupo huko mkoani Mara. Kwa hivyo jambo hili limeleta attention, kama nilivyosema, limeleta fadhaa kwa familia wanachadema, kwa familia ya John Heche mwenyewe, ndugu zake, wazazi wake, mke wake na wote wanaomzunguka na wanaomhusu. Limeleta fadhaa kubwa. Hivyo tunalisii sana Jeshi la Polisi, tusingetamani katika nyakati hizi na dakika hizi kuona tunakwenda kwenye misuguano isiyofaa, isiyo na sababu. Kwa nini tusuguane? Kwa nini tusumbuane? Na kwa nini tugombane? Nani mchokozi kati yetu? Kwa sababu kama mmemkamata, apelekwe kwenye mamlaka inayohusika, apelekwe huko anapotakiwa kupelekwa. Kama kuna mashtaka, kama kuna makosa, basi yafuate utaratibu na ajulikane yuko wapi, kuliko kuweka watu gizani na kuleta mifadhaiko na kuleta mtanziko huu ambao haufai. Kwa hivyo tumewaelekeza wanasheria wetu waweze kuandika hiyo habeas corpus, na ndani ya masaa machache kutoka muda huu tunapozungumza itakuwa uploaded ili taratibu zingine zinazohusiana na habeas corpus ziweze kufanyika mapema kesho. Kwa hiyo hayo ndio maelekezo ya chama na tunaendelea kuratibu na kufuatilia jambo hili. Tuna vyanzo mbalimbali vinavyotuambia habari mbalimbali, kwa hiyo tunaendelea kufuatilia na kuratibu jambo hili. Na mwisho kabisa ni waalike wanachama na Watanzania. Kesho tutakuwa na mashauri mawili yatakao kuwa yanaendelea kwenye mahakama kuu hapa. Shauri la Mheshimiwa Tundu Lissu ambalo linaendelea na upande wa mashtaka kuleta mashahidi, kwa lenyewe litakuwa linaendelea chini ya majaji watatu wakiongozwa na Jaji Ndunguru. Na tutakuwa na shauri lingine linalohusiana na lile shauri la Said Issa na wenzake. Lakini shauri hili ni kesi iliyoibuka inayotokana na madai ya baadhi ya viongozi wa chama kukiuka amri ya mahakama, contempt of the court. Na hivyo shauri hilo litasomwa kesho saa 3 asubuhi. Kwa hivyo niwaalike wanachama waje kwa umoja kama solidarity yetu Chadema family, basi tukutane tena mahakamani hapa kufuatilia mashauri haya ambayo yatakuwa yakiendelea mahakamani hapa. Naitwa Gaston Shundo Garubindi, wakili lakini mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu Chadema. Sasa nataka kuwapa update ya makamu mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa John Heche ambaye asubuhi alipokuja mahakamani alikamatwa na Jeshi la Polisi. Kwa taarifa ya Jeshi la Polisi kupitia kwa DZCO afande George Bagem, anadai ni kweli wamemkamata John Heche kwa makosa ambayo hajayasema, lakini anasema jambo la John Heche haliko Dar es Salaam, liko Tarime, na amedai kwamba Jeshi la Polisi tayari wameshamsafirisha John Heche kutoka Dar es Salaam kuelekea Tarime. Kwa hiyo kama chama tunajipanga sasa kwa maana ya kuagiza mawakili walioko mkoa wa Mara na mawakili wengine kutoka Mwanza ili waelekee huko kwa ajili ya kuweza kutoa huduma za kisheria kwa makamu mwenyekiti. Kwa hiyo makamu mwenyekiti, kwa taarifa ya Jeshi la Polisi ni kwamba hayuko Dar es Salaam. Baada ya kukamatwa kwake amesafirishwa kutoka Dar es Salaam kuelekea Tarime ambako wao wanadai tuhuma zake ziko kule, na wao baada ya kumkamata wameshampeleka kule kwa ajili ya hatua nyingine zaidi. Kwa hiyo nilitaka niwape update hiyo kwamba makamu mwenyekiti tayari ameshasafirishwa, ameelekea au amepelekwa Tarime ili aweze kwenda kuambiwa hizo tuhuma ambazo wanamtuhumu nazo. Ni hayo tu kabisa. Swala sasa la kama ni mapema zaidi au sio mapema zaidi, hiyo ni logistic ya Jeshi la Polisi. Sisi ambacho tulitaka kujua ni wapi alipo makamu mwenyekiti, anafanya nini, ili tuweze kumpa msaada wa kisheria unaohitajika kama wangehitaji kumchukua maelezo na vitu vingine kama hivyo. Sasa polisi wanasema kwa kauli yao kwamba tayari wao wameshamsafirisha. Inaelekea tayari walikuwa wameshafanya logistic za kumsafirisha na tayari wanasema wamempeleka. Japokuwa hajasema njia mahususi ambayo wametumia, kama ni njia ya anga au ni magari au ni nini, lakini utamaduni wa kawaida na mazoea ya kawaida kama walivyofanya kwa mwenyekiti, tunashumu labda watakuwa wamechukua magari hayo na watakuwa wamemsafirisha. Sasa sisi tunachukua maneno rasmi ya Jeshi la Polisi kwamba wanaye na wanamsafirisha au wameshamsafirisha kuelekea huko Tarime. Kwa njia gani sisi hatujui ni kwa njia gani, lakini wameshamsafirisha kuelekea Tarime ili aende akaambiwe hayo mashtaka yanayomkabili. Kwa hiyo tunasubiri
au tunatarajia kwamba mawakili watakapofika Tarime polisi kule watamkuta makamu mwenyekiti akiwa ameshafika, au atakapowasilishwa kule wataweza kumpa msaada wa kisheria. Asubuhi katibu mkuu wakati anatoa taarifa kwa umma alisema makamu mwenyekiti hakuwa amepewa wito wowote wa kuitwa. Ni vile tunashangaa tu kwa nini kiongozi mkubwa kama makamu mwenyekiti anaweza kuvamiwa au kuviziwa hapo nje ya geti la mahakama na kukamatwa, sababu kwa hadhi yake, kwa nafasi yake ya uongozi angeweza tu kuitwa kwamba tuna jambo na wewe kituo chochote cha polisi. Kama kama mwenyekiti wa chama angeweza kutii huo wito angeenda. Kwa hiyo hakuwa na huo wito, na ndio maana asubuhi katibu mkuu wakati anatoa maelezo yake akasema kama jeshi la polisi limemkamata kutokana na taharuki iliyokuwa imetokea nyuma wakati akijaribu kuvuka mpaka kwenda Kenya kwa ajili ya mazishi ya Raila Odinga, kama shida ni hiyo, basi jambo hilo wala halikuwa na ulazima wote wa kufanya walichokifanya, kwa sababu wangemwambia tu Mheshimiwa Heche tunakuhitaji, angeenda wangemaliza jambo lao. Lakini kwa sababu wameamua kuchukua ruti hii ya kumkamata, basi wamemkamata, na sisi tumefuatilia, wanasema ni kweli wamemkamata, wako naye, lakini wamempeleka kule ambako wanadai jambo lake lipo, na sisi sasa tusubirie, au Watanzania na wanachama wasubirie sasa tuweze kujua atakapofikishwa Tarime tuhuma za John Heche ni zipi hasa, halafu tutaanzia pale kusonga mbele. Safari hasa ya John Heche kutoka Tarime kurudi huku siwezi kuconfirm ni lini. Kwanza mambo mawili ni lazima yajulikane. John Heche Tarime ni nyumbani kwao. Kwa hiyo akiwa Tarime yuko nyumbani kwao. Akija Dar es Salaam yuko ugenini. Huku ndo anakuja kama kutembea, lakini alikuja mahususi kwa ajili ya shauri la mwenyekiti. Utakumbuka mwenyekiti wa chama na kesi ya uhaini nayo mkabili. Kwa yeye kama makamu mwenyekiti ni lazima aje mahakamani ili kuongoza viongozi wengine na wanachama kushuhudia kesi ya mwenyekiti wetu wa chama taifa inaendeleaje. Kwa nafikiri baada ya yaliyotokea Tarime alifunga safari kutoka Tarime kurejea Dar es Salaam kwa ajili ya kuhudhuria mahakamani leo. Na ikumbukwe kwamba sio tu kesi nayo mkabili Tundu Lissu, John Heche pia alikuwa ni mshtakiwa au ni mdaiwa kwenye yale maombi mengine yaliyoletwa na Said Issa aliyekuwa makamu mwenyekiti wa chama, kesi ambayo inadai wamekeuka amri ya mahakama. Kwa hiyo leo kesi hiyo ilikuwa inatajwa pia. Kwa hiyo alikuja pia kwa ajili ya shauri hilo ambalo yeye mwenyewe ni mdaiwa kwenye hilo shauri.